Mpenja TV hatujataka kukaa kimya. Mapema asubuhi ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuichimba zaidi taarifa ambayo Simba Sports Club wameweka mtandaoni usiku wa kuamkia leo, kueleza kwamba hawataingia kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa makosa ambayo wao binafsi waliainisha kwenye barua yao, ikiwemo kunyimwa kuingia uwanjani saa 1 usiku ambao ni muda wao kufanya mazoezi, huku kamishna wa mchezo pamoja na meneja wa uwanja wakiwa hawana taarifa ya Simba kufanya mazoezi muda huo. Tuko hapa kwa ajili ya kujadavua vizuri, na nimemtafuta msemaji ama ofisa habari na mawasiliano wa bodi ya ligi kuu Karim Boimanda atueleze, je, mchezo huu wa dabi ya Kariakoo upo? Simba ni kweli hawatoingia uwanjani saa 1:15 za usiku kwa muda elekezi, mchezo ambao utakwenda kupigwa? Tuko hapa, tuungane naye kwa njia ya mawasiliano ya simu na tuzungumze naye moja kwa moja, tupate vingi ambavyo mwanamichezo kwa anajiuliza nini ambacho kinakwenda kutokea. Anaitwa Diego, anachanganya picha ni Wilvin Trent. Tumsikilize Karim Boimanda anazungumza nini. Bodi tayari mmepokea taarifa hii na maamuzi yamefikiwaje? Tulipokea barua rasmi ya Simba ikielezea kazi waliyokutana nayo jana walipofika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho. Na kwenye taarifa hiyo ama barua hiyo wameainisha nia yao ya kutoshiriki mchezo husika. Na sisi kwa sababu tunafanya kila kitu kwa mujibu wa kanuni, na tulianza utekelezaji wa kanuni kwa kuteua maafisa wa mchezo ambao wana jukumu la kusimamia huo mchezo. Sasa hivi tunapozungumza tunaendelea kupokea taarifa zao kuhusiana na tukio hilo, taarifa kutoka kwa match commissioner, general coordinator pamoja na security officer ambao wanatueleza kilichotokea ili sasa tuone ni jambo gani litafuata baada ya hapo. Kwa hiyo kwa sasa hivi wadau wa ligi kuu ya NBC, wapenzi wa Kariakoo Derby, wanachopaswa kufahamu ni kwamba status iliyopo ni kwamba mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans Sports Club na Simba Sports Club upo kama kawaida, lakini ni kweli tumepokea barua ya Simba wakielezea nia yao ya kutoshiriki huo mchezo, na sisi sasa hivi tunakwenda kuangalia taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wetu wa mchezo kabla ya kutoa taarifa rasmi kuhusiana na hilo jambo. Sawa, lakini miongoni mwa malalamiko ambayo Simba waliainisha kwenye barua yao ni kwamba match commissioner pamoja na meneja wa uwanja hawakuwa na taarifa ya Simba kwenda kufanya mazoezi saa 1 usiku pale kwenye dima la Benjamin Mkapa. Na match commissioner ni miongoni mwa maofisa ambao wanateuliwa na bodi ya ligi kwa ajili ya kusimamia huo mchezo. Kuna ukweli kiasi gani kwenye hili, na je, ni kweli Simba hawakutakiwa kufanya mazoezi muda ule? Sasa mimi siwezi kujua ukweli wa hilo jambo. Simba wamesema match commissioner hakuwa na taarifa, na match commissioner ndio huyu ambaye nimetoka kumtaja hapa kwamba tunasubiri taarifa yake. Kwa hiyo taarifa yake ndio itatuambia alikuwa na taarifa, hakuwa na taarifa. Kwa hiyo kwa sasa sisi bodi hatuwezi kusema kweli match commissioner hakuwa na taarifa au match commissioner alikuwa na taarifa. Tunachosubiri ni ripoti ndio zitatoa taarifa nyingi. Sawa. Kwa mujibu wa kanuni, ikitokea Simba hajafika uwanjani, ni taratibu gani zinatakiwa kufanyika? Bado hatuko tayari kuzungumzia vitu negative, kuzungumzia vitu ambavyo si vema, havijatokea mpaka sasa hivi. Muda wa kuanza kwa mchezo ni saa 1:15 usiku. Na huu nazungumza na wewe hapa ni saa 3 asubuhi. Bado kuna masaa mengi sana. Si vyema sana mimi kama msemaji wa bodi nianze kuzungumzia kama Simba watofika, kama sisi itakuwaje. So sasa hivi tubakie tu kwenye standing kwamba tunakwenda kuja kuangalia hizo ripoti za maofisa wetu ili tuone way forward, na tutatoa taarifa kwa umma. Sawa. Karibu tumalize kwa hili. Kwa kile ambacho Simba wamekilalamikia, ndio kanuni zinaweza kuwa upande wao kwamba wana haki ya kugomea mchezo kwa mujibu wa kanuni kwenye makosa ambayo wameona. Kabla tujazungumzia walichokilalamikia Simba, ni lazima tupate ripoti ya maofisa wa mchezo. Huwezi kutoa hukumu kwa taarifa ya upande mmoja. Kuna upande wa pili wa maafisa wetu ambao walikuwepo, kwa bahati nzuri walikuwepo kwenye eneo la tukio, wana taarifa kamili na wao watatueleza. Baada ya kuangalia walichotueleza wao na tulichoelezwa na Simba, ndipo tutakwenda kwenye hiyo hatua ambayo unaitaka. Sawa, nikushukuru sana Karim Boimanda. Asante sana.
Umemsikia afisa habari na mawasiliano ya bodi ya ligi kuu Karim Boimanda ameeleza kwa uzuri kweli kweli kwamba tayari mchezo upo, kwa mujibu wa kanuni mchezo uko pale pale, lakini kinachosubiriwa ni ripoti ya maofisa wa bodi ya ligi ikiwemo kamishna uwanja ambaye alikuwepo kwenye tukio husika jana usiku na vingi ambavyo bodi ya ligi wanavisubiri. Tukae kwa kutulia kusubiri taarifa rasmi ya bodi ya ligi, lakini mpaka sasa tunavyozungumza asubuhi hii mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba uko pale pale.